Uaminifu. Haujaongea na sauti, ongea na sauti, sema nguvu ya uaminifu. Nataka nikufundishe vitu vichache kwenye hili eneo na utabarikiwa, ili angalau wale wengine ambao hawana hiyo kopi. Nguvu ya uaminifu. Na andika nguvu ya uaminifu, au muhimu wa kuwa mwaminifu. Nguvu ya uaminifu. Niombe maiki apewe mchungaji kwa ajili ya kunisaidia kusoma. Haleluya. Ili ujue kile kinachotendeka. Sema amina nzuri kwa Yesu. Amen. Sema amina nzuri kwa Yesu. Amen. Nguvu ya uaminifu. Haleluya. Niangalie kidogo hapa. Moja ya kitu ambacho ni muhimu sana kwenye maisha yako, ni bora ukose pesa lakini usikose uaminifu. Sema tena amen. Ni bora ukakosa pesa lakini usipoteze uaminifu. Kama kuna mtaji kwenye maisha ya mwanadamu, kama kuna mtaji mkubwa wa mwanadamu, ni uaminifu. Kama kuna mtaji mkubwa wa maisha ya mwanadamu, kiroho na kimwili, ni uaminifu. Ukikosa uaminifu, umepoteza hatima yako. Ukikosa uaminifu, umepoteza hatima yako. Na watu wengi wanafikiri mafanikio yanakuja tu kwa kuombewa. Mwambie jirani yako, ukipoteza uaminifu, umepoteza mafanikio yako. Msemeshe tena, mwambie ukipoteza uaminifu, umepoteza mafanikio yako. Yes. Mtu mmoja aseme amen. Amen. Mafanikio ya mtu wa Mungu hayajafungwa tu kwenye maombi. Mafanikio ya mtu wa Mungu yamefungwa kwenye roho ya uaminifu. Asifiwe Yesu. Na kuna watu wanafikiri wana roho ya kukataliwa, wakati kila mtu anaenda mbali na wewe, lakini ukweli haujawa na roho ya kukataliwa. Ila ukikosa uaminifu kwenye maisha yako, kila mtu atakukataa. Mtu mmoja aseme amen. Ukikosa roho ya uaminifu, ukikosa moyo wa uaminifu, ukikosa tabia ya uaminifu, kila mtu atakukataa. Narudia tena, ukipoteza uaminifu kwenye maisha yako, kila mtu atakukataa. Narudia tena, haijalishi we ni mzuri wa sura kiasi gani, haijalishi una mvuto kiasi gani, ukipoteza uaminifu, kila mtu atakukataa. Fuatilia wadada wengi wanatengeneza mahusiano, yanaanza leo yanakufa kesho, yanaanza leo yanakufa mwaka kesho, yanaanza leo yanapotea kesho. Sio kwamba wana mikosi. Wafuatilie wengi, utagundua wana tatizo la uaminifu. Tikisa jirani yako, mwambie Mungu akupe neema kuwa mwaminifu. Msemeshe tena, mwambie Mungu akupe neema kuwa mwaminifu. Mtu mmoja asema amen. Niangalie kidogo hapo. Ukiwa na roho ya uaminifu, cha kwanza unakuwa jasiri. My God. Ukiwa na roho ya uaminifu, moyo wa uaminifu, moja ya kitu kinakuweko kwako ni ujasiri. Ukipoteza uaminifu, unapoteza ujasiri. Moja ya kitu kitakubeba na kukupa ujasiri mbele za Mungu na mbele za watu ni uaminifu. Niangalie kidogo hapo. Kuna watu kanisani, sio kwamba ndo tabia zao, wanakaaga kinyonge hivi, wanakaa kama maparoko hivi, sio kwamba ndo tabia zao. Tabia za ndani za kukosa uaminifu zinawapotezea ujasiri. Tikisa jirani yako, mwambie Mungu amekuponya wewe na hiyo roho. Ngeukia tu jirani yako, na ukikuta anashindwa kukuambia, ndio hiyo nafundisha hapa. Kikosa uaminifu nakosa nini? Ujasiri. Semeni amen. Semeni amina kwa jina la Yesu. Tikisa jirani yako, mwambie Mungu akupe neema kwa mwaminifu, acha ujanja. Tuna warokole kanisani wajanja kweli kweli. Mtu mmoja asema amen.
Tuna walokole wajanja kweli kweli. Unawakuta kanisani wanachapa pambio wajanja, lakini mtaani sio waaminifu. Na kuombea kwa Yesu aliye hai, uwe mwaminifu madhabahuni, uwe mwaminifu nyumbani kwako, uwe mwaminifu sokoni, uwe mwaminifu ofisini, uwe mwaminifu. Ningeongea na mtu angesema amina kwa jina la Yesu. Moja ya kitu kitakubeba kwenye maisha yako, sio kujipendekeza. Moja ya kitu kitakubeba ni uaminifu. Moja ya kitu kitakutetea sio kujieleza. Unaweza ukasingiziwa, uhitaji kujieleza. Uaminifu wako ndio utakueleza. Sakata baya. Geukia jirani yako mwambie Mungu akupe neema ya uaminifu. Pasa, unajua kuna watu wako kanisani na kila siku wanahitaji kuwaombea. Wanapata kazi leo, wanapoteza mwaka kesho. Wanapata kazi leo, wanafanya miezi mitatu, wanapoteza kazi. Alafu utasikia yani kila nikipata kazi shetani anaingia anavuruga kazi. Hakuna shetani anavuruga kazi, huna. Usiniangalie kwa huruma, ukiniangalia kwa huruma nitakuonea huruma sana. Semeni amina kwa jina la Yesu. Semeni amina kwa jina la Yesu. Wangapi mngetamani kuwa uaminifu? Mtu mmoja aseme amen. Watu wa Mungu, uaminifu unabeba watu. Oh my God. Sema amina kwa jina la Yesu. Sema tena amina kwa jina la Yesu. Wangapi mngetamani kuwa uaminifu? Wangapi mnatamani kuwa uaminifu? Mwambie jirani yako na kuombea Mungu akupe neema kuwa mwaminifu. Msemeshe tena, mwambie na kuombea Mungu akupe neema kuwa mwaminifu. Angalia kitabu cha Wakorinto wa kwanza. Wakorinto wa kwanza. Nataka tu nikupe maandiko kadhaa alafu tuombe tukajiandae na mkutano. Wakorinto wa kwanza sura ya 4 mstari wa kwanza. Wakorinto wa kwanza. Utasoma? Ndio mtu wa Mungu. Mtu na atuhesabu hivi. Mtu na atuhesabu hivi. Kuwa tu watumishi. Kuwa tu watumishi na Wakristo. Na mawakili wa siri za Mungu. Wa siri za Mungu. Irudie tena mtu wa Mungu. Mtu na atuhesabu. Watu na watutazame hivi. Mtu mmoja aseme amen. Usikae na jirani yako anakuegemea bega. Mwambie nipishe kidogo. Sawa? Nikukosa uaminifu nako huko. Kaa kama uko ibadani. Asifiwe Yesu. Amen. Wewe mtu anakulalia usingizi begani kabisa na wewe umo tu. Yaani anayelala usingizi na anayelaliwa usingizi wote hawana uaminifu. Mtu na atuhesabu hivi. Mtu mmoja asema amen. Kanisa niangalie kidogo hapo. Biblia inasema mtu na atuhesabu hivi. Sema amen. Haisemi Mungu na atuhesabu hivi. Inasema mtu na atuhesabu hivi. Anayeweza, niangalie kidogo huko mtu wa Mungu, punga mkono wako namna hii. Tuna yale maandiko yetu warokole utasikia Mungu anatazama roho, na sio kwamba lazima kila mtu akukubali. Ila Mungu peke yake ndo anayenijua, anayenikubali kwamba mimi ni mtumishi wake. Ili tujue wewe ni chombo cha Mungu. Hatuhitaji Mungu atuthibitishie, tunahitaji sisi tukuone. Sema amina kwa jina la Yesu. Umewahi kukutanaga na warokole utasikia mimi sijali wananiangaliaje, mimi sijali wananitazamaje, mimi sijali wananihukumuje. Kwanza usihukumu, usije ukahukumiwa. Biblia inasema mtu na atutazame hivi, mtu na atuhesabu hivi, mtu na atupe maksi hivi, mtu na aseme hivi. Mwambie jirani yako unapenda na hata upendi tutasema. Mgeukie mwambie si swala la wewe kupenda, unapenda ama upendi tutakusema. Mbona unamuogopa? Mgeukie mwambie sio swala la wewe kupenda, tutakusema. Na usituambie mti wenye matunda ndio unapigwa mawe. Hata miti yenye michongoma inapigwaga. Hata yenye nyoka inapigwa. Mtu mmoja aseme amina. Unapenda ama upendi tutakupiga tu na tutakusema. Biblia inasema mtu na atuhesabu hivi kwamba sisi tu mawakili wa siri za Mungu aliye hai. Yani sio wa Mungu ila mtu anayetutazama. Watu wa Mungu tunamtumikia Mungu, lakini tunamtumikia Mungu kwa watu. Oh my God.
Tunamtumikia Mungu, lakini tunamtumikia Mungu kwa watu. Kwa hiyo wanaotoa maksi si Mungu, ni watu. Mwambie tena jirani yako, si swala la wewe kupenda. Muongeleshe, mwambie sio swala la wewe kupenda. Tutakusema tu. Ukiboronga tutakusema tu. Ukihanya tutakusema tu. Na ukifanya vizuri tutakusema. Muongeleshe tena, mwambie ukifanya vizuri tutakusema. Na mwambie usitununie alafu na mbinguni tunaenda. Mwambie ukifanya vizuri tutakusema. Na ukifanya vibaya pia tutakusema. Usijaribu kutufunga mdomo. Kama ni wa kupona, pona kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Nasema hivi, kama ni wa kupona, pokea neema ya kupona katika jina la Yesu Kristo. Inua mikono yako, chapia Bwana makofi. Haleluya. Watu na watu hesabu hivi kwamba sisi tu watumishi. Atakayejua we ni mtumishi sio Mungu, sisi ndio tutajua. Haujanielewa vizuri. Pasa irudie tena hiyo, mtu wa Mungu. Amen. Mtu na atuhesabu hivi kuwa tu watumishi wa Kristo na mawakili wa siri za Mungu. Angalia tena jirani yako, mwambie wacha ujanja. Ongeza tu kiwango cha uaminifu tu. Mwambie yani hiyo ndio shida. Muongeleshe tena, mwambie acha ujanja. Mwambie tena, mpendwa, acha ujanja. Watu ndio tutakao kuhesabu kwamba we ni mtumishi, sio Mungu. Muongeleshe tena, mwambie watu sisi ndio tutajua we kimeo ama kuna mtu. Msemeshe tena, usimuogope. Mimi ndo nakwambia, mwambie watu ndio tutajua we ni kimeo ama kuna mtu humu ndani. Tutajua kopo au kuna maji humu ndani. Haleluya. Sio Mungu wala sio malaika. Jina la Yesu barikiwe. Kwa mazingira hayo, maana yake kuna wakati hatupaswi kuishi maisha yetu, tunaishi maisha ya watu. Kuna wakati hatuishi vile tunavyotaka, ila tunapaswa kuishi vile Mungu anataka. Na Mungu akitaka na watu watataka. Ningeongea na watu wangesema amina. Kuna maisha tunayapenda, kuna uvaaji tunaupenda, lakini kwa sababu unaweza ukawakwaza wengine, tunalazimika kuweka kando. Alafu tuvae vile watu watasema huyu ni mtumishi wa Mungu. Mtu mmoja asema amen. Si unakumbuka wakati Mungu alifukuza Kaini na akamwambia hutakuwa na nini na kikao duniani? Unaona kile Kaini alizimwambia Mungu, sema watu wataniua, unanisaidieje? Maandiko yanasema Mungu akamwekea Kaini alama ili kila muonaye Kaini asije kumuua. Lakini Mungu akamwekea nini? Ongea na meno kabisa, uko nayo 34. Sema Mungu akamwekea alama. Ongea na sauti, sema Mungu akamwekea alama ili amtazamaye Kaini asifanye nini? Tikisa jirani yako, mwambie wewe alama yako ile inamulika ni alama gani? Mgeukie tumwambie unajua una alama na tunaiona. Unajua kuna, nilikuwa jana usiku nilikuwa naongea na mke wangu tukawa tunacheka. Nikasema juzi nikawa namwambia mke wangu, nikawa namwambia kuna kabinti nimekaona hapo kanisani kwetu wiki ya pili ya tatu sasa hivi. Kana chetua, kana tokea mlango wa huku, kana ingilia wa huku, kana pita huku. Ukisema tusalimiane, salimia jirani yako, hakaendi kwa mabinti wenzie, utasikia tu kwa vijana kako tupe na makalio yake patu. Nikasema naona alama ya huyu binti sio ya mcha Mungu. Hii ni pepo na imalize vijana wetu. Kumbe kila mtu anayo alama la kuombea kwa Mungu aliye hai. Wengine alama zao zikiwa za umbea. Alama yako iwe ya maombi, alama yako iwe ya utoaji, alama yako iwe ya kumcha Bwana. Ningeongea na watu wangesema amina. Alama yako ndio alama ya uaminifu. Kuna watu wako kanisani, ukiwatazama alama zao tu unajua huyu akajama Mungu. Unajua kabisa humu
Yani kuna mtu unaweza rika kakateke rendi ribora rabo center, lakini unajua kabisa ya humu empty space humu ratoko yanderi unajua huyu mama huruma huyu, unajua humu mama huruma huku kujiriza huku. Inawezekana hata jana alipigwa kibao na muuni yule mwingine, maana hata aliyekuwa naye jana naye sio wa kwake, kwa ni kama amezama. Wewe koma wewe, tunataka alama ya uaminifu katika jina la Yesu Kristo. Watoto wa Mungu, watoto wa Jehova, watoto wanaompenda Bwana, piga makofi kwa Bwana aliye hai. Jina la Yesu libarikiwe. Haleluya. Poteza vyote lakini usipoteze uaminifu. Tikisa jirani yako, mzee Mwaigombe, hakuna kitu kibaya ukabeba wazee wa kanisa lakini sio uaminifu. Ila wanajua rikondere bayaka rataka yuko seketa shambara babarakatani sinandara sinakandambi. Haleluya. Hakuna kitu kibaya ukabeba kwaya wanajua kuvaa sare lakini sio uaminifu. Kandese yaka. Yani kuna mtu hapa ninapohubiri moyoni anasema mtumishi hapo 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 na mimi nasema hapo ili uende mbinguni. Unahitaji kunena kwa lugha sana, unahitaji roho ya uaminifu, unahitaji kumpenda Bwana kweli kweli. Wewe uaminifu wako usifanye kwa watu, fanya kwa Bwana, fanya kwa Bwana. Wako wapi wanaonielewa? Waseme amina. Watu wengi wanajipendekeza. Kuna tofauti ya kujipendekeza na kuwa mwaminifu kwa Jehova. Waaminifu wainue mikono yao, wapigie Yesu makofi katika jina la Bwana wa majeshi. Haleluya. Au uhitaji lipustiki ili uolewe, unahitaji uaminifu ili uolewe. Unahitaji kuongeza makalio ili uolewe, unahitaji uaminifu ili watu wakuone. Watu na watu hesabu hivi kwa watu watumishi wa nani? Uhitaji wewe kujiita mtumishi wa Mungu. Sisi ndio tutajua wewe mtumishi wa Mungu au mtumishi wa serikali. Kuna watumishi wa Mungu na watumishi wa serikali, lakini kuna watumishi wa kanisa. Kuna tofauti kwa mtumishi wa kanisa, mtumishi wa uzee wa kanisa, mtumishi wa mchungaji, mtumishi wa uinjilisti kama mimi, na kuwa mtumishi wa Mungu. Kwani Biblia inasemaje? Warumi 8:28 anasema nasi twajua katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao. Awali watenga tangu asili, walioitwa kwa kusudi lake. Lakini maandiko yanasema Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao. Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao. Niangalie kidogo. Hili neno linaposema Mungu hufanya kazi pamoja, maana yake unaweza kumtumikia Mungu na usitumike na Mungu. Ndio maana hili neno Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao. Unaweza kumwimbia Mungu lakini huimbi na Mungu. Usinune, sema tu Yesu nisaidie. Wengi wanamtumikia Mungu lakini si wengi wanatumika na Mungu. Na Mungu hajawahi kushangaa, maana hata punda alimtumikia Mungu kuokoa Israeli. Tikisa jirani yako, mwambie usije kumtumikia Mungu wewe, tumika na Mungu. Geukia jirani yako, mwambie usije ukaweka nguvu kumtumikia Mungu, weka bidii ya kutumika na Mungu. Kuna mtu mmoja amepata kitu hapo, si useme amina kama kuna kitu umepata. Nasema usiweke bidii ya kumtumikia Mungu, weka bidii ya kutumika na Mungu. Maana sio kila anayemtumikia Mungu anatumika na Mungu. Ndio maana maandiko yanasema siku ile wengi watasema Bwana Bwana, kwa jina lako tulitoa pepo, viwete walitembea, viziwi walisikia. Alafu mwanaume atawaambieje? Ondoka kwangu uliyelaaniwa, sikujui. Imagine anakuambia umelaniwa, alafu ulikuwa unalala unang'atwa na mbu, unapiga injili Butengwa, alafu mzee wallahi pasa mwiko hata nusu basi. Ndio maana Paulo aliona ile akasema nisije nikawahubiria wengine.
alafu mimi nikawa kukataliwa. Manake unaweza kumtumikia Mungu lakini usitumike na Mungu. Ukitaka kufanikiwa kwenye huduma yako, tumika na Mungu. Sema amina. Sema amina. Mtu na hatuhesabu hivi kwa tu watumishi wa Mungu na mawakili wa siri za Kristo. Pasa pale chini mstari unaofuata nasema nini? Anasema hapo tena inayohitajiwa katika mawakili. Sasa kinachohitajika hapo, mwangalie Paulo anachosema. Anasema hapo tena kinachohitajika katika mawakili ndio mtu aonekane kuwa mwaminifu. Mtu na aonekane kuwa mwaminifu. Kanisa la Mungu, sema mtu aonekane kuwa mwaminifu. Mtu aonekane kuwa mwaminifu. Maandiko hayasemi mtu aonekane mlokole. Maandiko hayasemi mtu aonekane kuwa ni Mkristo. Yanasema kinachohitajika hapo, mtu na aonekane kuwa mwaminifu. Tikisa jirani yako, mwambie kiasi gani wewe ni mwaminifu kwa Mungu. Niangalie kidogo hapa mtu wa Mungu. Punga mkono wako. Sema amen. Unabarikiwa na kile nakwambia. Niangalie kidogo hapa. Changamoto tulionayo watu wengi, mchungaji, watu wengi wanamtafuta Mungu mwaminifu, ila wao sio waaminifu. Watu wengi tunamtaka Mungu mwaminifu aje kwenye maisha yetu, lakini sisi tukiwa sio waaminifu. Ni ngumu kumpata Mungu mwaminifu ikiwa we mwenyewe sio mwaminifu. Si useme Mungu nisaidie tu. Hapo msiwage kama midomo kama imepigwa ganzi, watu wa Mungu. Okay, ndo mnajikagua kwamba kusema la ukweli mtumishi hapo umenipiga penyewe. Mtu mmoja asema amen. Ni ngumu kumpata Mungu mwaminifu kwa mtu ambaye sio mwaminifu. Mimi nakufundisha tu principles za Mungu zilivyo. Unataka kwenda mbele za Mungu, kagua chumba chako kwanza cha uaminifu kikoje. Unataka kumpata Mungu mwaminifu, anaitwa Mungu mwaminifu na anabaki kuwa Mungu wa kuaminiwa. Watu wengi wanamtafuta Mungu mwaminifu, lakini watu wengi sio waaminifu kwa Mungu mwaminifu. Watu wengi wanamtafuta Mungu mwaminifu, lakini wengi si waaminifu kwa Mungu mwaminifu. Ni ngumu kumpata Mungu mwaminifu kwa mtu asiye mwaminifu. Mtu mmoja asema amen. Kinachohitajika hapo mtu na atuone, au kinachohitajika kwa huyu mtu ambaye ni wakili, aonekane kuwa mwaminifu. Hebu sema mwaminifu. Ongea tena na sauti, sema mwaminifu. Ongea tena na sauti, sema mwaminifu. Muulize jirani yako, kuna mahali unapona? Ngeukia tu jirani yako, mwambie kuna mahali unapona. Msemeshe tu tena, mwambie kuna mahali unapona. Niruhusu tu wakati mwingine niongee pole pole kwa sababu tuna ngwe ya pale nje. Muulize jirani yako, mwambie kuna mahali unapona. Mwambie hauna tatizo lolote, hauna mkosi wowote, na hauna roho ya kukataliwa, ila boresha chumba cha uaminifu. Muongeleshe tena, mwambie hauna mkosi na hauna laana, ila una changamoto moja tu. Boresha chumba cha uaminifu. Alafu mwambie wacha kujihurumia sana. Wangapi mnanielewa? Si mungempigia Yesu makofi sasa? Niangalie kidogo hapa. Sasa unajua hiki ni kitabu cha nguvu ya uaminifu, ni kipana sana. Lakini nataka nikupe dondoo kadhaa. Mtu mmoja asema amen. Niangalie kidogo hapo. Kwa mfano, niangalie kidogo. Watu wengi niliongea hata juzi. Watu wengi, mchungaji ni mhubiri, anaelewa ninachozungumza. Watu wengi moja ya eneo ambalo watu sio waaminifu kwa Mungu ni eneo la utoaji. Moja ya eneo ambalo walokole wengi sio waaminifu ni eneo la utoaji. Andikeni hata na hiyo ya utoaji. Mbona hiyo muandiki? Ili ukirudi nyumbani ukaisome kwamba moja ya eneo ambalo tuna changamoto ni eneo la utoaji. Jesus. Wanakwaya, haleluya. Na moja ya watu ambao sio watoaji wazuri ni wanakwaya. Mimi wanakwaya na wengine ambao sio watoaji wazuri, watu wa kwenye vyombo. Mimi kanisani kwetu wapigaji wetu sikumbuki mara mwisho walitoa sadaka lini. Ila hapa nafikiri wako vizuri, hawana shida. Punga mkono wako namna hii. Na watu watatu ambao sio waaminifu kwenye utoaji ni wakusanya sadaka.
Moja ya kundi ambalo sio waaminifu kwenye utoaji ni wakusanya sadaka. Sasa msije mkakwazika mkaacha kutoza sadaka leo. Hapa najua hamna shida. Mtu mmoja asema amen. Umai kuona mtoza sadaka kwenye mkutano akibeba mfuko wake, anaanza na wewe, atafuata na wapili, atamfuata na watatu, atamfuata na wanne, akimaliza watano anarudisha kwa shemasi mkuu. Niliwahi kuhubiri mali, nilikuwa nahubiri Mbeya Kiela, nikasema hivi, kabla mtoza sadaka aje kuchukua sadaka kwako, hakikisha kwanza yeye ametoa sadaka. Kwenye hiyo chombo ianze sadaka ya mtoza sadaka. Kwani hii imekaa vibaya watu wa Mungu? Maana huwa tunajikaziaga, tunapotezeaga humo humo. Hebu sema tunapotezeaga humo humo. Na ndio maana wakisema wanakwaya mtaimba wimbo wa pili wakati wa kutoa sadaka, ni vizuri watoe sadaka kwenye wimbo wa kwanza, ili wanapokuja kuimba wanatoa sadaka kabisa, alafu wanapanda kuimba. Jamani, semeni amina. Mimi nawasaidia tu ili muende mbinguni. Semeni amina kwa jina la Yesu. Huku ndani hatukemei dhambi, huku si tumeokoka. Dhambi zetu sisi ziko maeneo haya tu. Sisi dhambi zetu ziko tu maeneo haya. Mtumishi wa Mungu anacheka, amefurahi. Dhambi zetu sisi unafikiri sisi tunamwagaga damu. Dhambi zetu sisi ziko maeneo haya tu. Kujikausha, unakunja ngumi. Haleluya. Unakuta mtu ana hela kabisa pastor. Pochi akitoa hivi ina kama $100 hivi. Alafu anatafuta buku imekaa wapi. Ataichukua buku alafu anakunja ngumi kubwa kubwa fulani hivi. Maana rambo ile si haionyeshi ukitumbukiza ni kama mtu ameshushia ugali na matembele. Sema amen. Mwambie jirani yako, Mungu akufungue kwenye eneo la utoaji, uwe mwaminifu. Hapo msinune, na mimi mkinuna hapo moja ya maeneo mimi sio muoga pastor. Ni kufundisha eneo lolote ambalo limebeba kusudi la Mungu. Wangapi mna amani? Maana ukitaka kuwakwaza warokole, zungumza hela. Zungumza utoaji. Utasikia hivi huyu anaelewa, anajua tunasomesha, kwani asiyejua nani? Huyo mwenyewe unayemsomesha ni sadaka ambayo Mungu alikupa. Yaani mtoto wako, mimi mwanangu namuitaga wewe ni dhabihu, ni sadaka Mungu alinipa. Wangapi wanakumbuka Samueli alitolewa kama sadaka, Mungu akampa Ana kama sadaka, na Ana akasema ukinipa hiyo sadaka haitaondoka madhabahuni kwako. Nawaambiaga watu, Bwana akikupa fedha, akikupa baraka, akikupa gari, akikupa duka, viwe vya madhabahuni kwa Bwana, visiwe vya dunia. Na ndio maana Biblia inasema tafuteni kwanza ufalme wa Mungu. Sasa wewe kwanza ya kwako, halafu ya Mungu ya pili. Tikisa tena jirani yako anayelala usingizi, mwambie toka wewe pepo. Inawezekana wewe ndio sio mwaminifu kwenye utoaji. Mtu mmoja aseme amen. Mtu mmoja aseme amen. Pastor Mwigombe, nilienda hapo na nikagundua shida sio watu, shida ni pastor. Tumefanya mkutano siku ya kwanza, hawajakusanya sadaka. Siku ya pili hawajakusanya sadaka. Siku ya tatu nikamwambia mchungaji, serious, hapa tunafanya mkutano wa injili, tunamhubiri Kristo ama tuko kwenye siasa? Akasema unajua mtumishi, maeneo ya kwetu huku ukitoza sadaka nje wanahisi kama umeweka mkutano. Nikamwambia wewe unaona nini? Mtu mmoja asema amen. Jamani, mtu mmoja asema amen. Popote anapozungumzwa Mungu, popote ilipo madhabahu, lazima pawe na sadaka. Unawezaje kuja kwa mjaji unasema unajua watu wa eneo hili ni bora watoe hata wawili, lakini uitishe mbiu kwamba jamani hapa pana madhabahu, na penye madhabahu lazima Bwana aitikie sadaka. Mungu sio kama muhitaji sana wa sadaka, lakini popote palipo na sadaka, hata kama Mungu alikuwa busy, anakuja. Wale mnaosoma maandiko mnajua. Sema amina. Maandiko yanasema kwenye kitabu cha Marko, Yesu alienda hekaluni akakuta watu wanatoa sadaka. Biblia inasema akaketi kuelekea kikapu cha hazina. Niangalia kidogo, funga mkono wako namna hii. Sema amen. Mwinjilizi njoo na kiti chako.
Nimesema kiti chako. Na wewe sio mwaminifu. Haleluya. Aha, kikapu cha hazina vyetu ndo vile. Haleluya. Maandiko yanasema Yesu alipofika kwenye hiyo ibada akaketi kuelekea kikapu cha nini? Cha sadaka. Hebu sema cha sadaka. Ongea, maana lile neno hazina kuna watu mnalikanyaga. Sema kikapu cha sadaka. Kikapu cha sadaka kikawekwa hapa. Alafu Yesu ameketi kuelekea kikapu cha nini? Kwenye akili ya kawaida tu ya kina sisi Mwaferombe, sisi wakina sisi tungesema huyu jamaa anaonekana na shida sana na hela huyu. Huyu atakuwa Mchaga huyu. Inawezekana aje? Yani wenzetu tumekaa kwenye viti kule, yeye ameketi kuelekea kikapu cha nini? Anaonekana na uhitaji sana na hizi sadaka leo huyu jamaa. Yesu ameketi kuelekea kikapu cha sadaka. Alafu Biblia inasema akawa anaangalia jinsi watu watiavyo mapesa. Matajiri wakaweka mapesa. Alafu mama mjane akatoa senti 2. Alafu Yesu akawauliza akina Petro, mnaona jinsi wanavyotoa? Sema amen. Kumbuka Yesu hakuwa mhubiri kwenye huo mkutano, hakuwa mgeni rasmi kwenye huo mkutano, hakuwa mchungaji wa ibada, ila jamaa akakaa kuelekea kikapu cha nini? Na aliwauliza wanafunzi kwa sababu wote waliokuwa wanatoa sadaka hakuna aliyekuwa anamtambua. Ndio maana kwenye utoaji wao hawakuzingatia kwamba kuna mtu fulani yuko kwenye hiyo ibada. Wakawa wanatia pesa, alafu waliweka pesa nyingi lakini ziada. Ila huyu mama aliweka senti zake zile za mwisho. Sema amen. Alafu maandiko yanasema Yesu alipotazama akasema, angalieni wanavyotia mapesa, lakini huyu mama ameweka senti yake ya mwisho. Manake pesa ya yule mama, sadaka ya yule mama, Yesu akaipitisha, akaiwekea tiki. Mtu mmoja asema amen. Sasa muulize jirani yako, kama Yesu anakaguaga sadaka tunazotoa, za kwako zimekaguliwa mara ngapi? Rudi mtu wa Mungu. Mgeukie tu jirani yako, mwambie kama Yesu aliingia ibadani na akaelekea kikapu cha sadaka na akazijaji hizi sadaka, muulize jirani yako, una uhakika unajua sadaka zako zimekaguliwa mara ngapi na Yesu? Maana hata hawa, mtu mmoja asema amen, hawa matajiri, soma vizuri Biblia, hawa matajiri hawakujua Yesu yuko huko ndani. Sema amen. Waliokuwa wanatambua Yesu yuko huko ndani ni wanafunzi wake peke yake. Na ndio maana peke yake ndio aliyoongea nao. Huenda wakina Petro alimwambia, sasa mzee, kwa nini unaingilia sadaka za watu na wewe unakagua sadaka za watu? Mtu mmoja asema amen. Mwangalie jirani yako, mwambie sadaka zako huwa zinakaguliwaga. Alafu mwambie wacha ujanja wa kukunjaga ngumi kubwa. Ukunje ngumi kubwa hata usikunje, zinakaguliwaga. Mbona mwambie sadaka zako unajua zinakaguliwaga. Mwambie boresha uaminifu kwenye eneo la utoaji. Anayempenda Yesu apige makofi mazuri kwa Bwana. Haleluya. Ongeza tena makofi mazuri kwa Yesu. Sema amen. Wangapi mko tayari kubadilika kwenye eneo la utoaji? Wangapi mlikuwa mnajua Yesu huwa anaketi saa ya sadaka, huwa anaketi kuelekea kikapu cha sadaka? Wangapi mlikuwa mnajua? Mungu awabariki ambao hamjanyosha. Mnaonekana nyinyi ni waaminifu na ni wa kweli. Kwa sababu kuna kutoa sadaka kanisani. Niangalie kidogo hapa. Kuna kutoa sadaka kanisani na kutoa sadaka kwenye uwepo wa Mungu. Watu wengi wanatoa sadaka kanisani, watu wengi hawatoi sadaka kwenye uwepo wa Mungu. Ndio maana angalia mtumishi wa Mungu Yakobo, wakati yuko pale Betheli, alipoona malaika wanapanda na kushuka, alafu Biblia inasema alipoona Mungu yuko hapa, akasema Mungu yuko hapa, wala mimi sikufanya nini? Sikujua. Mtu mmoja asema amen. Alafu baada ya kujua Mungu yuko pale, Yakobo aliahidi nini? Aliahidi roho ya kutoa. Kilichomsaidia kutoa ni kutambua uwepo wa nani? Warokole wengi tunatoa sadaka ambazo hazina miguu wala kichwa. Nisikilize kidogo, na usije ukakwazika kwamba na kudharau, na heshimu sadaka yako. Mtu mmoja aseme amen. Warokole wengi tunatoa sadaka ambazo hata sisi wenyewe hazitusaidii. Na ndio maana mnakimbia kwenda kuzichange barabarani, kwa sababu hata we mwenyewe haikusaidii. Niangalie kidogo hapo. Sema amina.
Sasa hili sio somo letu. Mungu akitupane wakati fulani tutakuja kulifundisha kwa undani zaidi. Na nitakuja kukuambia kwa nini unapaswa kuboresha eneo lako la utoaji. Kuna somo watu tunafundishaga vifo vinavyotokana na sadaka. Pastor, nilisoma hii maandiko nikashika kichwa brother, kwamba ni bora kifo kinachotokana na ajali barabarani kuliko kifo kinachotokana na sadaka. Watu, niangalie kidogo kanisa, na watu wengi tunapambana. Ninakemea roho ya mauti, ninavunja roho za vifo, mitego walioniwekea, sitakufa bali nitaishi. Niangalie kidogo hapo. Unaishi kweli? Niangalie kidogo. Kweli unaishi, ila uchumi wako, maisha yako, furaha yako, kila kitu ni marehemu. Niangalie kidogo. Hivi mnaelewa ninachoongea? Mkitaka kujua sadaka zinaua, nenda kamuulize Anania na Safira. Anania alipopeleka sadaka mbovu kwa Mungu, alipeleka ilikuwa ni nini? Ni sadaka. Hebu sema sadaka. Mwambie jirani yako hata ya kwako ni sadaka, ila ikipepetwa ndio itajulikana ni sadaka ya aina gani. Kuna sadaka dhabihu na kuna sadaka msaada. Watu wengi tunatoaga sadaka msaada kwa Mungu. Na ndio maana pasa ukitaka kumpa msaada mtu, si ni sawa, utaangalia ile hela ambayo ni ndogo ndogo. Tabia ya msaada iko hivyo. Uwezo ukatoa ile kubwa, unatoa ile ambayo kusema ukweli haina matumizi mengi. Mwambie jirani yako Mungu hahitaji msaada. Mgeukie jirani yako. Usipopona wewe, najua kuna mtu wa Mungu anamsaidia. Geukia jirani yako, mwambie usije ukaendelea kumpa Mungu sadaka ya msaada. Peleka dhabihu, sadaka inayokubaliwa mbele za Mungu. Mtu mmoja asema amen. Kwani Kaini na Abeli si wote walitoa sadaka? Zote zinaitwa sadaka. Zote mbili ni sadaka, lakini si zote zilikuwa sadaka. Moja ilikubaliwa, moja ilikataliwa, lakini zote ziko kwenye jina moja, sadaka. Kwa nini? Kwa sababu moja ilikuwa na nguvu, moja haikuwa na nguvu. Badilisha utoaji wako, tengeneza, ongeza kiwango cha uaminifu kwenye utoaji wako. Mtu mmoja asema amen. Mtu mmoja aseme amen. Anania alipeleka sadaka, alafu nini kilitokea? Sadaka ya kwake mwenyewe iliondoka na maisha yake. Mke wake naye akaja na ujanja ule, sadaka ya mke wake ikaondoka na maisha yake. Muulize jirani yako, sadaka zako zimeondoka na uchumi wako kiasi gani? Mgeukie tu jirani yako, mwambie sadaka zako zimeondoka na malengo yako kiasi gani? Zimeharibu biashara zako kiasi gani? Kuna watu mnaombea sana biashara zenu. Mungu kumbuka biashara yangu, Mungu kumbuka ndoa yangu, Mungu kumbuka familia yangu. Angalia utoaji wako ukoje kwa Mungu. Mtu mmoja aseme amen. Mtu mmoja aseme amen. Wangapi kuna kitu mnapata? Mtu na atuhesabu kuwa watumishi wa Mungu na mawakili wa siri za Mungu. Haleluya. Lakini tumalizie neno la mwisho alafu tukuache uende nyumbani. Kitabu cha Danieli. Tukuruhusu uende nyumbani. Kuna mtu anapata kitu na kuna mahali Mungu anakusaidia. Kuna mtu anasaidika, watu wa Mungu. Kuna mtu anasaidika, mtu wa Mungu. Kama unasaidika, muongeze Yesu makofi mazuri. Kama kuna mahali unasaidika, muongeze Yesu tena makofi mazuri. Nisaidie kitabu cha Danieli sura ya 6 mstari wa 10. Biblia inasema hata Danieli alipojua ya kuwa yale maandiko yamekwisha kutiwa sahihi, ndio akaingia nyumbani mwake, ndio, na madirisha katika chumba chake yalikuwa yamefunguliwa kukabili Yerusalemu. Ndio. Akapiga magoti mara 3 kila siku. Angalia watu waaminifu kwa Mungu. Akasali. Ndio. Akashukuru mbele za Mungu wake kama alivyokuwa akifanya tokea hapo. Tikisa jirani yako, mwambie Mungu akuongezee uaminifu ndani yako. Mwambie usiombe tu unapopitia shida. Jenga maombi kuwa tabia yako. Warokole wengi semeni amen kwa jina la Yesu. Pastor, tuna warokole wengi maombi yao ni saa ya shida. Na ndio maana hujawahi kujuaga hata masaa gani ni hatari kwa shetani na ni masaa gani unapaswa kuomba. Warokole wengi hatujuagi kwa sababu sio tabia yako.
Mtu mmoja asema amen. Kwa mfano, niangalie kidogo hapo. Kwa mfano, wanasema kwenye moja ya masaa ambayo ni hatari sana kupitisha kitu cha Mungu au cha shetani ni saa 5 usiku. Saa 5 ndio inabadilisha siku kutoka kwenye siku hii moja kwenda siku kuvuka saa 6. Wanasema saa 5 kwenda saa 6 ni lango. Kwa hiyo moja ya masaa ambayo hata kama ungekuwa umechoka kiasi gani, moja ya lisaa unatakiwa ukae maombi, moja ya lisaa ambalo unatakiwa uatamie ni saa 5 kwenda saa 6. Kwa sababu ile ndo inaamua kesho yako inakuwaje. Lakini warokole wangapi mnajua hicho? Mnajua tukinyenyuka kwenye shuka asubuhi, Mungu wewe ni mwaminifu, umesema utaibariki asubuhi yangu. Unaibariki asubuhi, wenzio walikukamatia siku yako usiku saa 5. Tikisa jirani yako, mwambie Mungu akukomboe na akusaidie. Danieli akaomba kama ilivyokuwa kawaida hapo toka zamani. Vijana semeni amen. Mabinti semeni amen. Wangapi kuanzia leo mtaanza kuomba katika jina la Yesu kabla hujalala? Na angalia mama pasta, moja ya lisaa zuri kuchati Facebook, Instagram, TikTok, moja ya lisaa zuri ni saa 5 kwenda saa 6. Moja ya lisaa ambalo, kwa sababu haya masaa mengine haya, niangalie kidogo hapo. Niangalie kidogo hapo. Wale ambao mna vingamuzi vile vyenu vile. Saa 1 kuna katamthilia fulani Azam. Saa 2 sijui kuna Evermore, sijui nini mpya imekuja, sijui maana mimi kwangu sina. Saa 3 kuna mkiki watamthilia nyingine. Saa 4 wazee wa mapanga sha Etugu. Sema amen. Etugu bele. Kwa hayo masaa 4 yote ni ya kukaa unaangalia, wa kuangalia mapanga sha, wa kuangalia mapenzi ya huyu sijui jamaa anaongeaga sijui kama nini. Yani kila mtu amekaa kwenye yani mtu anakaa na leo unasikia kabisa mtu amekaa sasa, utasikia huyu mjinga naye, yani huyu mjinga kaumizwa bado yumo tu, huyu mjinga naye, huyu mjinga. Yani ndo yani saa la kwanza, saa la pili uko tu kwenye TV kutoa max la kuombea kwa Bwana aliye hai. Wanabadilisha ufahamu wako na watu wasichojua pasta. Hawajui tamthilia zimekuja kimkakati ili kuwamaliza kiroho, kuwamaliza kimaombi. Lakini nawaombea watoto wa Mungu aliye hai, wanaponye akili yako. Ningeongea na watu wanaonielewa waseme amina kwa jina la Yesu. Sio kila tamthilia inataka kuponya ndoa yako. Kuna tamthilia zimekuja, maandiko yanasema siku za mwisho maarifa yataongezeka. Sasa fanya utafiti kwa watu mnaofanyaga utafiti. Toka vimekuja vingamuzi vya Azam, maombi ya warokole yamepungua. Ni vile unaga tabia kufanya tathmini. Toka zimekuja tamthilia, maombi ya wacha Mungu yamepungua. Na kuna wengine mpaka wengine ni wachungaji, hapendi tamthilia ila anapenda mieleka, anapenda wakina Mandonga. Kwa mchungaji kesho ni ibada, Jumamosi mchungaji yumo mpaka saa 6 usiku. Anaangalia ngumi za Matumla yumo, sijui za Fyangufyosa yumo, Sikagonamo yumo. Mchungaji yumo tu mpaka analala na usingizi kwenye studio hapo na ananyenyuka tena. Yupo tu ananyenyuka, anadondoka tena. Na kuombea kwa Yesu akuponye wakati wa kuiandaa ibada. Praise team wanakwaya, jueni Jumapili ni saa ya ibada. Iandaeni Jumamosi kwa upako na utukufu wa Bwana. Danieli alijua hii ni saa ya Bwana. Hii ni saa ya kuomba, wala sio saa ya kukaa kwenye TV. Na kuombea Bwana achilie hiyo neema juu yako. Wanaachilia huo upako juu yako. Roho ya maombi wanaachilia. Kama unataka Mungu awe mwaminifu kwako, ongeza kiwango cha uaminifu kwa Mungu. Maandiko yanasema Danieli kama alivyokuwa anafanya, manake jamaa alikuwa ni mwaminifu kwa Mungu. Wewe ni mchungaji, unajua tuna warokole kanisani wanajulikanaga kabisa. Akiwa hana shida utajua huyu sasa hivi hapitishi. Akiwa na shida utajua tu, atatengeneza ukaribu na wewe. Utasikia baba niombe, baba napitia ili. Unajua sasa huyu yuko siku ya pili anafinywa, siku ya dhoruba na upepo wa mbisho. Sema amen. Akivuka ngambo ya pili unamuona kula anasema pasa hai, na hakupungii hivi, anakupungia
Tikisa jirani yako, mwambie tunakuombea upitage siku ya pili tu, angalau uendelee kuwa karibu na sisi. Upitage tu kwenye upepo wa mbisho, angalau tuwe tunakuonaona tu hata kwenye maombi. Haleluya. Mbona mnaniangalia kwa huruma? Tikisa jirani yako, mwambie ongeza uaminifu. Ndoa sasa hivi zina migogoro kwa sababu zimepoteza nini? Simu sasa hivi zimejaa password kwa sababu nini kimepotea? Wengine anachora shuleni lilikuwa linafeli, lakini password ya simu akichora hivi anaileta hivi, akiileta hivi hivi. Na ukimwangalia hajui hata what is this about kumgunda, lakini akichora unaweza kufikiri alikuwa anajua na English shuleni, kumbe na English haipo, ila akichora hivi amekuvuruga. Mwambie jirani yako, mateso yote hayo ni kwa sababu ya kukosa uaminifu tu. Mwangalie usoni. Kutokumwambia jirani yako nako ni kukosa uaminifu. Mwambie jirani yako, mateso yote hayo ni shida kukosa uaminifu tu kwa kweli. Haleluya. Wenye password oye. Kwenye simu za password, haleluya. Utasikia nimeweka password kwa ajili ya usalama, watoto wakichezea wasie. Amna yote ni mikwara tu. Haleluya. Unajua tu kuna kachumba fulani unawekaga masente bread ambayo hayaeleweki. Ndio mtu wa Mungu, tumalizie tu hapa alafu tuende nyumbani. Haleluya. Mwambie jirani yako unapona lakini. Mwongeleshe, mwambie unapona lakini. Wangapi wanasikia Mungu anawasaidia, neema ya uaminifu inarudi ndani yao? Wangapi Mungu anawasaidia? Unajua kuna vitu, mic ya pasa, brother, mbona unasinzia kwenye nani? Unaangalia charge imeisha, mbadilisheni mic nyingine. Haleluya. Amen. Mama mchungaji, mimi huwa naambiaga watu, kuna vitu havihitaji maombi na maombezi. Kuna vitu vinahitaji uambiwe, hii ni nyeusi, hii ni ya njano, achana na ya blue, shika hii. Alafu nenda kwa amani. Mtu mmoja aseme amen. Amen. Watu wa Mungu, tutawaombea mpaka vipara vitaota kichwani. Mimi mpaka nakuhurumia. Na unakutana na wahubiri wengine, niangalie kidogo hapo, niangalie kidogo. Unakutana na wahubiri wengine utasikia katika jina la Yesu Kristo akikumamata na mkono wake, na usiombe ndo anakulaga sana ugali wa dona, katika jina la Yesu zile kilo katika utaota vipo. Bora tu tukusaidie maarifa ya polepole namna hii, tusikutandike na hilo kofi. Lakini unapona hata mwanangu amecheka, usipige makofi kwa Bwana Yesu aliye hai. Sio tunakimbilia tu mbele, basi niwekee wewe makofi atakuwa mengi kichwani. Wacha tufungue tu akili yako kwa neno la Bwana. Biblia inasema mnapotea kwa kuto kuyajua maandiko, sio maombi. Hebu shika kidogo hapo. Unaweza kushangaa hapa na nundu kidogo hapo. Jaribu tu kushika tu kidogo namna. Maana ukumbuki umeombewa na wachungaji wangapi. Lakini kichwa ni kile kile. Asifiwe Yesu. Amen. Asifiwe Yesu. Ndio mtu wa Mungu. Mstari wa 11. Ndio baba. Basi watu hao wakakusanyika pamoja, wakamuona Danieli akiomba dua, wakamuona Danieli anaomba dua, na kusihi mbele za Mungu wake, na kumsihi Mungu wake. Ndipo wakakaribia, wakasema mbele ya mfalme. Wakamkaribia. Kanisa la Mungu, nataka umsikilize mchungaji anavyosoma hii story, nataka usikilize. Sema amen. Hawa watu, hebu sema hawa watu. Maana yake kulikuwa na kundi ambalo lilikuwa kinyume na Danieli. Na hii sheria ilitungwa. Niangalie kidogo hapa kanisa la Mungu. Punga mkono wako na mimi pale nyuma. Mtu mmoja asema amen. Nataka usikilize hapa, alafu tutakapoingia kuomba ujue unaomba kitu gani. Sema amen. Biblia inasema hawa watu wakaenda wamsikilize Danieli. Na hawa watu, Biblia inawaita hawa watu ndio waliotunga sheria na ndio walioweka pressure kwa mfalme kwamba sheria ibadilishwe, tusiendelee kuabudu Mungu wa Danieli, ila tukuabudu wewe na miungu yako, na atakayeabudu Mungu mwingine huyo ni halali yako. Kuna mtu ananielewa? Oh my God. Kanisa la Mungu, wangapi mnanielewa? Hawa watu pastor wametunga sheria asiabudiwe Mungu mwingine yeyote isipokuwa Mungu wa mfalme. Na sheria ikatungwa na ikapelekwa kwa mfalme. Mfalme aweke nini? Muhuri. Sasa niangalie kidogo hapa. Niangalie kidogo hapa. Sheria inabadilishwa special kwa ajili ya mtu mmoja anaitwa Danieli.
Sijui kama kuna mtu ananielewa. Wanatunga sheria kana kwamba ni ya nchi nzima, kana kwamba ni ya kanisa lote, kana kwamba ni ya dini yote, lakini wamegundua kuna mtu mmoja ni hatari. Kwa hiyo sheria inatungwa ili kummaliza huyu mtu mwaminifu kwa Mungu na asiendelee kumsema Mungu wake. Lakini asante kwa Yesu aliye hai, ninakuombea kwa Bwana, hata kama kuna sheria itabadilishwa kazini, itabadilishwa kwenye familia, itabadilishwa kanisani, ili kumalize wewe, ninatangaza kwa jina la Yesu, haitayamaliza maisha yako. Ubarikiwe mama yangu. Nasema hivi, ikitungwa sheria ili wakuondoe kazini, ili wapunguze spidi yako, pokea neema ya Bwana. Hautaondolewa kazini, hautaondolewa kazini. Unayetutazama pale mtandaoni, hautaondolewa kazini. Sheria zinazotungwa kwa ajili ya watu ambao ni waaminifu kwa Mungu, ni waaminifu kwa Yehova, hiyo sheria iwe kazini, iwe kwenye ukoo, iwe kwa mahali popote. Nimefuta hiyo sheria, tumeifuta hiyo sheria, haitakuwa na madhara. Walio wa Mungu waseme amina. Walio wa Bwana waseme amina. Haleluya. Amen. Kumbe kuna sheria inaweza ikarekebishwa kwa ajili ya mtu huyu mmoja, ila wakaja na sura kama wanarekebisha kwa ajili ya kanisa. Neema ya mtu ni ya mtu, na kibali cha mtu ni cha mtu. Ninakuombea kwa Bwana aliye hai, hakuna pepo wala mwenda wazimu atakayechukua kibali chako, iwe ni kazini na mahali popote. Pokea hiyo neema kama unanielewa, na iwe juu yako katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Sema amina kwa jina la Bwana. Amen. Sheria ikabadilishwa kwa ajili ya mtu mmoja anaitwa Danieli, na anaonekana tu Danieli mwaminifu kwa Mungu. Danieli ni mwaminifu hata kwa huyu mfalme. Sema amen. Amen. Na sio tu mwaminifu kwa mfalme, hata kichwani zimelalamu. Maana miongoni wao ni wakimbizi, ni wageni. Wako vijana wanne, Shadrach, Meshach na Abednego na Danieli. Alafu Biblia inasema Mungu aliwajalia kuwa na akili. Waebrania kwanza wana akili. Namba 2, wazuri wa sura kama rusekero. Tunaona watu wenye wivu hata wasemi amina. Oh, hallelujah. Wewe kama unajionaga wewe kama mang'ombe, shauri yako. Mimi mzuri. Ni mzuri kwa sababu nimeumbwa kwa sura ya Mungu. Sema amina, wacha kuitikia shingoni, sema amina nzuri. Sasa kwani ulikuwepo wakati Mungu ananiumba? Sema amen kwa jina la Yesu. Mungu aliwajalia kina Danieli akili na sura nzuri. Yaani kuna watu wana makasiriko mengine hata yaeleweka kitu. Ghafla umeanza kunikasirikia. Yaani ghafla tu. Sema amen. Sheria ikabadilishwa kwamba hawa jamaa ni wageni. Kwa nini wanapata kibali kuliko sisi wenyeji? Sheria ikatungwa, ikabadilishwa, asiabudiwe. Niangalie kidogo. Na sheria ni kama inambeba mfalme, kama wana upendo kwa mfalme. My God. Rafiki yangu, kaka yangu, pacha wangu, Mungu amekupaka mafuta na amekupa neema ya kuongoza hii kanisa. Usije ukaruhusu mzee yoyote, shemasi yoyote na mshirika yoyote akaja kwako kwa sura ya kujipendekeza kwa ajili ya kumuua mwingine. Yoyote anayekanyaga kwenye ofisi yako ili kuua mwingine, beba wote wawili, alafu mwambie yale ulinieleza jana nieleze mbele ya huyu. Ulisema na tatizo 1 2 3, niambie mbele yake ili tuombe naye tumsaidie aende mbinguni, maana nampenda Yesu. Wewe tu ana hiyo shida, ubarikiwe. Wambea hawana kaaga kimya, wasio wambea wanasema amina kwa jina la Yesu Kristo. Tumeumiza watu kanisani, tumepoteza watu wenye huduma kwa sababu kuna watu walikuja na maneno ya kujipendekeza, na tukawaua watu waliona kitu cha Mungu ila hawajui kujipendekeza. Na mimi naambiaga watu, moja ya kitu ambacho Mungu hajajalia ni kujipendekeza kwa mtu. Yaani moja ya ugonjwa mwenzenu ninao. Pasa Maigomba ataniombea usiku wa manane, ataniombea usiku. Labda na mimi niambukizwe hiyo roho. Lakini moja ya ugonjwa nilionao, sijuagi kujipendekeza. Mimi najipendekezaga kwa Mungu. Nikijipendekeza kwa Mungu, Mungu atanipa kibali kwenye moyo wako.
Mtu mmoja asema amen. Tumeumiza watu wasio na hatia kwa sababu ya watu wanaojipendekeza. Mfalme akaletewa maneno, huyu Danieli anatuletea mambo ya ajabu ajabu hivi na hivi. Na walivyo wajanja, sheria wakati inatungwa hawakumtaja Danieli. Maana walijua wakimtaja Danieli ni kipenzi cha mfalme. Kwa akamwambia tu kuna watu humu ndani hatuwaelewi wanaabudu miungu wengine hata hawaeleweki. Weka sheria mfalme. Alafu akamwambia niangalie kidogo hapa, niangalie kidogo kanisa, niangalie kidogo hapa. Nisamee, namaliza sio muda mrefu. Niangalie kidogo. Imagine hao watu wanampelekea sheria mfalme na wanamchagulia na aina ya adhabu inayopaswa kutekelezwa. Unaona watu wa Mbeya? Yaani mtu anakuletea taarifa za mtu na anakuletea na ushauri namna gani umwadhibu huyo mtu. Mfalme bila kujua anayetafutwa ni rafiki yake, akaweka sahihi. Jamaa wakasema tumemaliza. Walipomaliza sasa, Danieli akapata taarifa sheria imetungwa asiabudiwe Mungu mwingine. Ndio maandiko yanasema Danieli akaingia chumbani kwake, akafungua madirisha. Yani akaomba zaidi ya vile alikuwa anaomba mwanzo. Yani akasema sasa hapa sipunguze spidi ila naongeza. Na mimi nakuombea kwa Yesu aliye hai, wakikupiga vita kazini, kanisani, kwenye kwaya, imba kama hautaimba tena, toa kama hautatoa tena, jipendekeze kama walivyokuwa wanaongea, wakuone ukifanya zaidi ya pale. Ningeongea na mtu aseme amina kwa jina la Yesu Kristo. Usipunguze nguvu ya kumtumikia Mungu. Danieli akaongeza dozi mara 3. Afu jamaa yuko tu rakekate landota kikino rante koresaya. Na ijulikane Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, ijulikane Mungu uliyejibu kwa Elia, ijulikane Mungu ninayekutumikia. Na mimi nakuombea ajulikane Mungu wa kwako, kazini kwako, kwenye familia yako, kwa watoto wako, athibitike Mungu wako. Ubarikiwe unayesema amina na upokee. Ajulikane Mungu unayemwabudu katika jina la Yesu. Pale kazini kwako, kwenye ndoa yako, kwa familia yako, ajulikane Mungu. Kama unaamini pokea katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Danieli akaomba, hakuombewa, akaomba. Mwanaume akiwa kwenye maombi, wale wahuni waliotunga sheria wakaanza kumfuatilia, wanasikilizia kwenye madirisha. Wakakuta jamaa limefungua kwanza na madirisha zaidi, afu linanena kwa lugha, lijafunga limefungua, afu ananena. Mtu mmoja asema amen. Wakapata, wakamsikia, wakamrekodi, wakapeleka kwa mfalme. Hebu sikiliza, kuna huyu jamaa tumemkuta anaabudu Mungu mwingine, haabudu Mungu wa kwako, na ulikataa. Unaona walivyogeuka? Wanasema ulikataa asiabudiwe mwingine. Wanasahau wao ndo waliomshawishi mfalme. Ulikataa na sheria imewekwa asiabudiwe mwingine. Danieli analeta haya mambo. Hapa ndo wakamtaja sasa moja kwa moja kwamba hata moyo kimuuma mfalme tayari sheria alisha saini. Danieli analeta mambo ya ajabu, anaabudu Mungu mwingine. Biblia inasema mfalme huku ndani kulichafuka. Akaanza kutabika, maana anampenda Danieli. Akasema nendeni mkamlete. Hapa mdomoni ana ujasiri, nendeni mkamlete Danieli. Wakamleta Danieli mbele ya mfalme. Anamwambia Danieli, unafanya mambo gani haya? Hujui sheria imetungwa? Danieli amenyamaza kimya. Akasema mkamateni, tupeni kwenye tundu la nini? Kwenye tundu la nini? Maandiko yanasema walipomchukua Danieli, wakati wanampeleka kwenye tundu la simba, mfalme alirudi nyumbani kwa spidi na akaingia kwenye chumba chake, akaweka vinanda, kila kiweka muziki haunogi, yani usingizi umepaa, umeondoka. Anajaribu kupambana lakini vitu vimekatana, vimegoma, na usingizi umepotea kwa sababu anampenda Danieli na anajua Danieli ameshararuliwa. Na bahati mbaya sana, waliokuwa wamemtupa Danieli, wakati wanamtupa wao ndio wakachukuliwa juu kwa juu, na wale simba wakaliwa wao. Na kuombea kwa Bwana, wanaokutupa kwenye simba, kabla hawajakumaliza wewe, wamalize wao katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Piga kelele, mpe Bwana makofi mazuri kwa jina la Yesu aliye hai. Waliompeleka Danieli wao ndio wakawa kwanza kumalizwa. Wao ndio wakawa kwanza. Na kuombea kwa Mungu,
Kabla hawajagusa watoto wako, watoto wao wawe wa kwanza kupotea. Kabla hawajamaliza maono yako, maono ya kwao yawe ya kwanza kufa katika jina la Yesu. Kabla hawajakuliza, wao ndio waanze kulia katika jina la Yesu.